Naam, hujambo mtazamaji wangu na karibu tena katika Evangelist George Magune TV. Nina furaha kukualika kwa ajili ya mafundisho ya siku ya leo. Evangelist George Magune TV ni TV inayohusiana na kufunza mambo ya kiroho, kukufundisha kiroho, kukulea kiroho wewe mwana wa Mungu usipotee wala kuhangaishwa na mwovu shetani wala kusumbuliwa katika dunia hii. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba Mungu alipoumba mwanadamu alikuwa na mpango mzuri kwa ajili ya maisha yake. Na Mungu mwenyewe amesema katika kitabu cha Yeremia 29:11 kwamba yeye ni Mungu anayetuwazia mawazo mema, mawazo mazuri. Kwa hivyo Mungu hawezi ruhusu tuishi katika dunia hii, tuishi kuteseka, tuishi kulia magonjwa yanatutesa, tuishi kulia shida zinatutesa. Hapana. Mungu ni Mungu anayetuwazia mawazo mazuri, Mungu ni Mungu anayetupangia mambo mazuri. Mungu ni Mungu, yaani akituona anatuona tukiwa watu wa thamani kubwa katika ulimwengu huu. Ila sasa kwa sababu shetani ako against kazi ya Mungu, ndio maana unaona kila wakati ako mbioni kutupiga vita. Unajua anataka aharibu uhusiano wake na Mungu, aharibu uhusiano wa mwanadamu na Mungu vile alivyoharibu uhusiano wake na Mungu. Sasa ni wajibu wetu tukae rada ili tuwe na bidii ya kumshinda. Maandiko yanasema kwamba mpigeni shetani naye atawakimbia. Kwa hivyo ndio maana tumechaguliwa sisi, Mungu ametuteua kwa ajili kufanya nini? Kuja kuwafundisha nyinyi. Maana kuna watu katika ulimwengu huu hawana habari kuhusiana na mambo ya kiroho kabisa. Hawamo katika kiroho, wako katika mwili. Na nikwambie ni vizuri kutembea katika roho, kwa sababu utayajua mengi ambayo hata yanapangika kuja kufanyika kwako siku 2, 3 ama 4 baadaye. Utaweza kuwa tayari kwa ajili ya kujipanga kwa ajili ya kuhandle. Lakini iwapo hauko katika ulimwengu wa kiroho, ni ngumu sana kujua kile kitu kinafanya nini, kile kitu kinakuja kutokea. Sometimes inatokea na inafanya nini? Inatokea na inakuaffect, unashindwa kwani ni aje, mbona imekuwa hivi? Kumbe ni kitu ambacho kilianza katika ulimwengu wa kiroho, ulikuwa unaweza jua, lakini kwa sababu haukujua ndio inakuwa hivyo. So ndio maana Mungu ametupatia uwezo, ametupatia mamlaka ya kibali. Tuna uwezo wa kufanya nini? Sisi tunapewa hayo maneno, tukishapewa tunawafundisha jinsi unatakana kukaa katika ulimwengu wa kiroho na hata ulimwengu wa kiasili. So far mimi ni daktari, mimi ni mwalimu, mimi ni mwinjilisti, na ningependa kusema kwamba kazi yangu katika platformu hii ni kueneza injili ya Yesu Kristo na kusaidia wale ambao wanahisi wana mizigo mizito, matatizo ambayo hayana suluhisho. Huenda umefika mahali umetumia pesa nyingi, lakini mambo yako bado yako vile vile. Huenda umeenda mpaka kwa waganga, mambo yako bado yako vile vile. Huenda umeenda mpaka kwa madhabahu, mambo yako yako vile vile. Wacha nikwambie mwana wa Mungu, unaweza enda kwa madhabahu, lakini kumbe ufunguo wako hauko pale madhabahuni. Ufunguo wako uko katika kutendewa kitu fulani, usaidiwe design fulani, ufunguliwe. Ndio maana nakwambia I believe in herbal medicine, miti ambayo Mwenyezi Mungu alituumba akatupatia katika hii dunia. Unajua nikianza kuongea hivyo, kuna wengine ameanza kufikiria, wameanza kusema unajua huyu jamani mganga. Ni sawa, wewe sema vile utakavyosema, ila namtukuza Mungu kwa sababu ya kibali hiki, kipawa hiki. Na kipawa hiki kimesaidia watu wengi, hata wale waliokuwa wazikwe, watu saizi wanaishi, wako hai na mambo yao yalibadilika. Sasa iwapo wewe utanifikiria ni uchawi, sijui ni uganga, sijui nini, it's upon you my friend, my brother, my sister. I have no problem. Mimi ninachokijua ni kwamba namtumikia Mungu aishie milele, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, na Mungu wa babu zetu na baba zetu alipotuumba alituumbia miti, na haya miti ndio inasaidia watu. Kwa hivyo napenda kukuambia kwamba ni vizuri utambue mwanzo mtu utambue kinachokutesa. Kinachokutesa ukija kigundua inakuwa rahisi kukitoa. Lakini unajua nini?
Watu wengi wanateseka katika maisha kwa sababu hawajui kinachowatesa. Unajua ni hatari sana. Mimi husema mara kwa mara kwamba better a barking dog than that dog that does not bark. Unajua mbwa asiyebweka ni rahisi sana kukuuma, maana humjui anatokea wapi. Lakini mbwa anayebweka huwa anabweka na unasikia amebweka na sehemu fulani, utakaa rada. Shaelewa? Lakini habweki, hata akikung'ata hujui, unashtukia tu. So you better look for the source of the problem. Kwa sababu unless you know the source of the problem, you cannot be able to cure the problem. Ndio maana unaona hata daktari, ukienda kwa hospitali, daktari anachukua vile vipimo vyake aweke kwa masikio, akuweke kwa kifua, haya akwambie toa ulimi, haya akwambie weka nini inaitwaje ile kipima joto, thermometer, akuweke kwenye kwapa. Haya wakati mwingine anakuuliza unasikiaje? Hivyo interrogation. Anataka kujua what was the cause of the disease, or what was the genesis of the problem. So that is what I normally do. Watu wa Mungu, nimetibu watu wengi, nimesaidia watu wanafunguliwa. Na I normally say that life is about an individual. Ukitaka kufunguliwa, it's upon you. Ukikataa, it's upon you. By the way, hata Yesu anasema kwamba wokovu, kuokoka na kuangamia ni mtu mwenyewe huchagua. Ukiona you are comfortable with your life, you can proceed on. Ukiona hapana, now the life that I'm living has now imefika mahali siwezi, it's unbearable, then it is fine, it's well, you can do it, you can proceed and be helped. So leo sitaongea mengi sana, bali na kwamba nimeongea mengi kwa ajili ya introduction. Leo nataka nikufundishe jinsi ya kufanya nini, jinsi ya kumlipa mtu mwenye amekufanyia kazi na uendelee kukaa na pesa katika mikono yako. Na jinsi ya kufanya nini, jinsi ya kulipa deni, ama jinsi ya kuwalipa wafanyikazi, ama mtu yeyote akikuitisha pesa, akikuomba pesa. Na nitatumia noti ya Kenya. Hii hapa shilingi 100. Noti hii ninapofundisha ninamaanisha kwamba hii noti ni ya nini? Noti ya shilingi 100. Sasa unapopeana pesa, mtu amekuja amekuomba pesa ama anakukopa pesa, usimpatie mtu noti ikiwa imenyoroka hivi. Ukimpatia hivi, you are going to be poor. Hakuna kitu ambacho utagain from there, you will just remain negative. -1, -2, depending on how much you give. So, kwa mtu mjanja mwenye akili, ukipeana pesa, make sure uzikunje zikuangalie. Mpatie hivi zikiwa zinakuangalia. Ushaelewa? Iwe shilingi 5,000, iwe ni shilingi 10,000, peana hivi zikiwa zinakuangalia. Kumaanisha kwamba I am giving you to that person, but I demand you back to me also. Na ukifanya hivyo, haukawii, muda kidogo tu, baada ya some few days or some few hours or some few weeks, you get back the same money, the same quantity. Unajua pesa zinazunguka. Hata pesa hii niko nayo, huenda imetoka kwa rais. Hata huenda pesa hii niko nayo, huenda imetoka kwa mheshimiwa, ama labda hata ni my brother alikuwa nayo. Sasa nobody knows. So you need to do this. Unakunja hivi, unaionyesha, unasema money I'm giving you, but I want you back to me. Hapo utapata maisha yanakuendea vizuri. Hata watu watashangaa ulienda kwa mganga ama nani, lakini hakuna, si mganga, kwa sababu you paid. You knew the misery of the kingdom. Ukijua siri ya ufalme, au utatiziki na watu katika dunia hii. Alafu cha pili usiwahi fanya ni kulipa mtu
kuanzia saa 12:30 mtu amekufanyia kazi na imefika saa 12, saa 12:30, usiwahi toa pesa kwa kazi unaweza lipa. Lakini pia kama ni kazi ambayo inaweza taka ilipwe hata kesho, unaweza acha ukalipa kesho yake. Lakini kama mtu amekuja kukuomba deni ama kukudai, usiwahi mulipa kuanzia saa 12:30 kushuka hadi saa 3 asubuhi. Usiwahi lipa. Ukilipa ni kwamba you are inviting in darkness. You are inviting, unakaribisha ulimwengu wa giza ndani ya maisha yako, na unazihusisha pesa zako katika ulimwengu wa giza. Shaelewa? Inapofika jioni, watu wanafanya vituko vingi. Giza linapoingia, watu wanafanya vituko vingi ndugu. Watu wanatembea katika waganga, watu wanatembea katika wachawi, watu wanaenda katika madhabahu ya Illuminati na Freemason, devil worshippers, whatever, nini na nini. Sasa wewe huwezi jua, kwa sababu kila mmoja ni siri yake. Wewe unaweza kuwa unatoa ukifikiria you are giving out with good intention, but kumbe mwenye amekuja kwako ako na nia nyingine tofauti ambayo si ya kawaida. Shanielewa? So inakuwa affect. Unajua watu wanaokuwa affected huwa ni watu very innocent. Very, very innocent. Very innocent. Unapata mtu hata ukienda jela, wale watu ambao wako jela saa hii, ukiuliza utapata labda hata 97% hawajafanya kosa. Wale 3% ndio wenye makosa. Kwa hivyo watu wengi hukufa very innocent people. So be very careful. Hata kama anacheka na wewe, hata kama ni ndugu yako, dada yako, kazini yako, usikubali. Kumbuka kwamba maandiko yanasema kwamba adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Anaweza kuja hata kama ni ndugu yako na kumbe ana nia mbaya. Kwani Kaini si walizaliwa na Abeli tumbo moja? Ilifikaje mpaka Kaini anamuua Abeli? Na ni watoto wa mtu mmoja. They love one another. They have the same blood. Ni kwa sababu adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Na watu, usiwaamini mtu. Heri mjiamini mwenyewe. Cha pili, umwamini Mungu. Hata mke wako unayelala naye kitandani usimwamini. Ukitaka nikupe nakupa maandiko, nenda usome katika kitabu cha Mika sura 7:15 utapata. Adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Kwa hivyo usitoatoe pesa ikishafika saa 12 jioni, saa 12:30 jioni hadi saa 3:30. Saa 3 huwa ile nini zimetoka, zile spirits zao zimeondoka. Sasa umepata spirit mpya. Barikiwa sana mtu wa Mungu. Ukiendelea kufuata videos zangu, naamini kwamba utapata mengi mazuri zaidi mahali hapa. Na kuomba usibanduke. Chenye utafanya cha muhimu, subscribe, ulike, ushare na ucomment for next videos. Karibuni na Mungu awabariki. Shalom. I love you all.